Kuna jambo moja muhimu ambalo watu wengi hawalijui kuhusu maisha. Ipo hivi, si kila mtu unayemuona mfanikiwa basi alianza akiwa na ujasiri wote na uwezo mkubwa. Hapana, sio wote walianza hivyo. Wengi wao walianza wakiwa chini sana, wakiwa na hofu, wasiwasi, kujiona hawatoshi, hawafai kufanya au kutimiza lile kusudi ambalo lipo ndani yao. Ila utofauti mkubwa ambao waliokuwa nao ni kwamba waliamua kujaribu hata kama hawakuwa tayari kabisa kutimiza hilo jambo au kusudi ambalo walikuwa nao. Ngoja nikupe story moja ya kijana mmoja, alikuwa anaitwa Yasini. Alikuwa mtu wa kawaida sana, hakujiona kama ana kipaji ndani yake, na mara nyingi alipenda sana kujifananisha na wengine, na hivyo ilipelekea kujiona yeye ni dhaifu zaidi kuliko wengine. Siku moja darasani, mwalimu aliwauliza wanafunzi wake, ni nani anaweza kusimama mbele na kuongea bila kuogopa? Na cha ajabu ni kwamba hakuna mwanafunzi yoyote aliyesimama, kutokana na ile hofu iliyojaa mioyoni mwao, kwa kuhisi kwamba nikiongea vibaya ndachekwa, nikiongea vibaya ndadhihakiwa, watu watanyoshea vidole. Ila ndipo mwalimu wao akasema, ujasiri hauanzi kwa kuto kuhisi hofu, bali unaanza kwa kuamua kusonga mbele hata ukiwa na hofu. Maneno yale kijana wetu Yasini yalimwingia ndani yake, yakampa nguvu, ndipo akasimama. Na aliposimama akapewa nafasi ya kuongea, na alipoongea watu wote darasani wakastaajabu na walimfurahia, wakamshangilia. Na tokea hapo Yasini akapata nguvu ya kuzidi kusonga mbele, na hadi sasa Yasini ni mtu mkubwa sana na ushawishi mkubwa sana kwenye jamii yake. Sasa sijui wewe unajiamini na kitu gani ambacho kinakupa hofu kwenye maisha yako kuanza kusonga mbele? Unaweza kuniachia comment yako hapo chini na mimi nitaisoma, na usisahau kulike, kushare video hii ili tuzidi kujifunza, au yule unayempenda ajifunze kujiamini, asiwe na hofu ndani yake. Na kama hujanifollow unaweza ukanifollow ili tuzidi kujifunza zaidi. Ni hivyo tu. Naitwa Sylvester Beden.